waombolezaji wenzangu, niseme tu tumeondokewa. Tumepoteza kiongozi wetu, ndugu yetu, kiongozi wa familia, rafiki na mtumishi mwenzetu aliyejitolea maisha yake kwa taifa, marehemu William Vangimembe Lukuvi. Natambua kwamba toka juzi ambapo Mungu alichukua kiumbe chake, tumeendelea kupeana pole na maneno ya faraja, lakini pia tumeendelea kusema yale yote mazuri ya ndugu yetu. Nami kwa mara nyingine tena nitumie nafasi hii mimi binafsi na kwa niaba ya serikali kutoa salamu za pole kwa ofisi ya Waziri Mkuu, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa familia, lakini mdogo wangu Jemina, mke, watoto na familia, pamoja na ndugu wa marehemu, marafiki, wananchi wa jimbo la Isimani na Watanzania wote kwa ujumla. Tuweni pole. Kule kwetu Zanzibar kuna Watumbatu wanasema pole si kupoa, pole ni kupoyoza. Yaani pole, ukipewa pole sio kwamba ndio msiba umefutika, hapana, lakini kidogo roho inapoa ukisikia wenzio wanakupa pole. Ndugu zangu, msiba huu si wa familia pekee, bali ni wetu sote wa Tanzania, kwani wengi tulimfahamu, wengine tulibahatika kufanya kazi naye, na muhimu zaidi, wengi waliguswa na mchango wake kwa namna moja au nyingine kupitia uongozi na utumishi wake wa muda mrefu kwa umma na wa kisiasa. Aidha, nitoe shukrani za dhati kwa madaktari na wauguzi wa hospitali ya rufaa ya kanda ya Benjamin Mkapa kule Dodoma, na wote waliohusika katika kumhudumia ndugu yetu huyu katika kipindi chake cha mwisho wa uhai wake, kwa juhudi na kujitolea kwao katika kuhakikisha anapata huduma stahiki. Hata hivyo, maarifa, utaalamu na jitihada zetu sisi binadamu zina ukomo, na Mungu ndiye mwamuzi wa yote, nasi hatuna budi kuyakubali mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Nitoe shukrani za dhati pia kwa viongozi wa dini kwa huduma, misa na huduma za kiroho ambazo wameendelea kuzitoa toka ndugu yetu huyu ametutoka hadi hapa tulipo. Na washukuru na ninawapongeza kwa kuendesha misa kwa nidhamu na heshima kubwa kwa marehemu mpendwa wetu, lakini vile vile kwa maneno ya faraja kwetu sisi wafiwa. Ndio maana pamoja na simanzi kubwa tulionayo, ni muhimu kuyakumbuka maneno ya Biblia takatifu katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18 yanayosema, na ninanukuu: shukrani kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Mwisho wa kunukuu. Ndugu viongozi na waombolezaji wenzangu, tumempoteza kiongozi aliyetumikia taifa lake kwa uzalendo, bidii na weledi. Sisi tuliobahatika kufanya kazi naye na kushuhudia utumishi wake, tutamkumbuka kwa mchango wake mkubwa katika utumishi wa umma na wa kisiasa kupitia nyadhifa mbalimbali alizozitumikia. Ni vigumu mno kupata maneno sahihi ya kumwelezea marehemu katika kipindi hiki cha majonzi. Marehemu Lukuvi alikuwa miongoni mwa viongozi waliotumikia taifa kwa muda mrefu katika nafasi mbalimbali kwenye Chama cha Mapinduzi, serikali na katika bunge, kama wasifu wake ulivyoelezwa. Katika nafasi zote hizo alizowahi kuhudumu serikalini, aliacha alama ya utendaji bora na uwajibikaji, na kwa uzoefu wake hakuwa mchoyo wa maarifa. Tulisikia toka juzi ushuhuda ukitoka watu mbalimbali kukiri kusoma na kujifunza kutokana na uongozi wa Mheshimiwa Lukuvi. Sisi tuliobaki tunayo mazuri ya kujifunza kutoka kwake pia. Marehemu Lukuvi pia alikuwa kiongozi aliyegusa mioyo ya watu, ambaye daima hakusita kusema ukweli na hata kuchukua maamuzi yenye tija
na maslahi kwa taifa. Ndugu zangu, katika kipindi hiki ambacho dunia imejaa mvurugano na machafuko, tulihitaji viongozi wenye uzoefu wa muda mrefu na viongozi ambao wamefanya kazi katika maeneo mbalimbali kwa upande wa serikali na upande wa siasa. Tulihitaji tuendelee na mawazo na ushauri wa viongozi wa aina hiyo. Tulimhitaji ndugu Lukuvi sasa kuliko jana, lakini kama nilivyosema, Mungu alimpenda zaidi. Katika kipindi hiki dunia yetu kama mnavyoelewa imejaa misuguano na machafuko ambayo kwa vyovyote vile yatapandisha hali ya maisha kuwa ngumu, si kwa Tanzania tu, lakini hata kwa dunia. Tumeanza kushuhudia upandaji wa bei za mafuta, na vivyo hivyo tutashuhudia upandaji wa bei za bidhaa, lakini pia kama vita hii inayoendelea itaendelea, basi tunategemea pia kuwa na mdororo wa uchumi duniani, mambo ambayo yanataka umakini katika kufanya maamuzi katika uongozi wa nchi yetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu haya yamalizike ili tuende vizuri, lakini kwa uzoefu alionao Mheshimiwa Lukuvi tulimhitaji zaidi sasa kuliko wakati wowote. Tulimhitaji ndugu yetu huyu kwa sababu tunamkumbuka kwa moyo wake wa upendo na mahusiano mazuri aliyoyajenga katika jamii, pamoja na utayari wake wa kushirikiana na kushauriana na makundi mbalimbali. Utumishi wake utukumbushe kuwa uongozi ni dhamana, ni wajibu wa utumishi wa umma kwa uaminifu na moyo wa kujitolea. Huu ndio urithi aliotuachia mpendwa wetu marehemu Lukuvi, na kama alivyosema baba paroko kwamba katika utendaji wa serikali nafasi hii lazima izibwe na si mbadala. Mbadala ni pale unaposema huyu aondoke, badili yake akae huyu, lakini kilichotokea hapa ni paukwa pakawa, mmoja ameuka mwingine atakaa katika nafasi hiyo. Kwa tutajitahidi kuweka mtu ambaye ataweza kufuata, si kwa ukamilifu, lakini atajitahidi kufuata nyayo zake, na nataka niwahakikishie kwamba hatutamsahau Mayele wetu, tutaendelea kumkumbuka. Kwa mke, watoto na familia ya marehemu, ninafahamu mna maumivu makubwa ya kuondokewa na mpendwa wenu aliyekuwa mhimili mkubwa katika familia. Niseme tu kwamba tuko pamoja nanyi katika kipindi cha majonzi, na tutaendelea kumwombea Mwenyezi Mungu ili awape faraja, rehema na nguvu ya kuyashinda majonzi haya. Ndugu viongozi na waombolezaji wenzangu, napoelekea kuhitimisha salamu zangu hizi fupi, na waomba muungane nami kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya ndugu yetu hapa duniani na alama njema aliyoiacha. Na mwisho, kwa niaba yangu binafsi na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nirejee kutoa pole kwa mke, watoto, familia ya marehemu, ndugu, jamaa na marafiki, wananchi wa jimbo la Isimani na Watanzania wote kwa ujumla kwa kuondokewa na mpendwa wetu. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele muangazie, apumzike kwa amani. Amina. Na upande mwingine tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naam, asante.